Niliyojifunza mimi, hakuna ufundi kwenye maelezo yanayohusu kifo cha mtu, lakini sisi wanadamu tuna jambo moja kubwa ambalo tunatakiwa tulibebe na tulikubali. Udugu wetu sisi hautokani na kuzaliwa. Mafundisho ya imani ya dini zote, nasaba ya kwanza ni ile ya mtu kuzaliwa akiwa mwanadamu, alafu ndo zitafuata nasaba nyingine. Lakini upekee ambao mwanadamu amejaliwa kuwa nao, Mungu amempa sifa ya kuwa na akili, kuwa na fahamu, lakini kuwa na hisia. Tukikiri hilo, itatusaidia sana kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri kwa kila mwanadamu na viumbe vingine kuishi. Binafsi ninamfahamu huyu mzee kwa miaka mingi katika nyanja nyingi tofauti na mambo ya mpira. Naona wote waliopita hapa wamezungumzia zaidi masala ya mpira, lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu. Tukio ambalo ninalikumbuka kushirikiana naye sana kwa mara ya mwisho, sisi tulikuwa tuna mtendaji wetu ndani ya Simba Sports Club, Dr. Kashembe. Alipofariki nilishangaa sana. Mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa ni yeye, na nikaenda nyumbani, na msiba ulikuwa nyumbani kwake. Tulishirikiana kufanya maandalizi, na siku ya msiba, yani siku ile ya kuzika, nikamwambia bana, kesho mimi natakiwa nisafiri na timu, lakini itabidi nisogeze mbele niondoke kesho kutwa niweze kushiriki maziko. Akaniambia hapana, tumeenda na wewe maeneo yote, tunakuruhusu, nenda kaendelee na shughuli za mambo ya mpira. Hii ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa anathamini maisha ya watu wengine, pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana. Mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya uadui, hakuna mambo ya ugomvi, hakuna mambo ya uhasama. Mpira ni kwa ajili ya kuchagizana, kupongezana. Jamani, nawapa pole waombolezaji wote, watoto wake na wana familia wote. Tukubali, hii ni familia ya mpira, tutakuwa pamoja. Tumejuana kwenye mpira, lakini maisha yetu yanakuwa extended mpaka huko katika level ya familia. Tuendelee kushirikiana, tupendane. Mimi wala ukiniona, inaweza ikatokea siku moja nimesikia unasema mambo ya Ufaransa hapa na nini, ukikuta sijui mlango wa treni, unielekeze bana, mlango huu hapa, utanikumbuka kama tulikuwa pamoja. Niwatakie mchana mwema na maandalizi mema ya maziko ya mpendwa wetu. Asanteni sana.